Waefeso 6:10. Waefeso 6 kuanzia 10 inasema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguuni utayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao neno la Mungu, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kuhudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Neno la Bwana linatuambia hatimaye. Kizungu inaongea inasema finally. Finally ni kitu ambacho kimefanywa, ama watu wamepambana kwa kushindana, na baadaye mshindi hajaonekana. Kuna kipindi kinaitwa finali, yani mnaingia kwa mlingo wa mwisho kutafuta ni nani atakayeshinda. Mchana wa leo Bwana anatupatia neno hili ya kwamba hatimaye tuzidi kuwa hodari katika Bwana. Uhodari wetu unatakiwa uwe katika Bwana, yani ujanja wetu uwe katika Bwana, na mambo yote tuyafanyayo tuyafanye katika Bwana. Biblia linasema basi simameni mkiwa mumezivaa silaha zote za Mungu, kwa sababu kushindana kwetu tunashindana kinyume cha wakuu wa giza, the priest, watu wakubwa, jeshi la pepo wabaya. Biblia linawataja pepo wabaya ambao hupigana na watu katika roho. Haleluya! Na vita hivi ambavyo tunapigana navyo kwa roho, hatupigani kwa damu na nyama, lakini tunapigana navyo kwa ulimwengu wa roho. Unatakiwa uwe umevaa silaha za Bwana. Haleluya! Kuna silaha ambazo unapozivaa wewe utashinda, na ni kwamba kama utaenda vitani na wewe haujavaa silaha utaangushwa.
Bwana sifiwe sana. Silaha, Biblia inasema kwamba simameni mkiwa mmejifunga kweli kiunoni. Ukweli ni silaha. Kuna watu ambao wana tabia ya kudanganya. Yaani aliumba yeye mtu wa kudanganya, tu anadanganya tu. Hata ukimwambia saa ngapi baada ya kusema saa 6 sema saa 7, maana ni mtu tu wa kudanganya. Hana silaha. Lakini silaha ni kujifunga ukweli. Haleluya. Na uvae ya haki na chepeo kiwe kichwani na miguuni ufungiwe utayari. Bwana sifiwe sana. Mungu tunamwita Mungu wa majeshi, Bwana wa majeshi. Hakuna jeshi hata mmoja ambaye anakaa akiwa hana uniform. Jeshi unapomwona siku zote amevaa zile mabuti na amevaa na kofia na amevaa na jezi na amevaa na mshipi na ameshika silaha mkononi. Biblia inasema muishike dao mikononi mwenu na upanga wa Roho ambayo ndio hili neno la Bwana. Haleluya. Bwana sifiwe. Sikiza nikwambie, siku zozote zile ile kitu inakufanya polisi akubebe kirahisi ni kwamba amevaa uniform. Haleluya. Si kwamba yuko na nguvu, anaweza kuwa ni mdogo tu kama Michael, lakini kwa sababu amevaa kile kirao na amevaa uniform za polisi na amefunga mkanda wa polisi na ana buti za polisi, na hata kama ana bunduki kubwa nile dogo amechomeka hapa ndo unaiona, akikwambia twende ndugu, usumbui, unaenda. Kwa sababu gani? Inakutishia. Hiyo uniform peke yake inakutia wasiwasi. Na kama atakuja akiwa hana uniform, amevaa tuka fulana, naona kutakuwa na kazi ngumu kweli. Unaitwa siende kabisa na utang'ang'ana utafutana na yeye bila kuogopa kwa sababu hana uniform. Ndugu yangu, hivyo ndivyo shetani anavyosumbuana na watu ambao wamekataa kuvaa silaha za Bwana. Shetani husumbuana nao, maana hawaogopi. Si lolote anakusumbua, hata ndani ya nyumba yako anakutatiza. Kwa sababu gani? Bado haujavaa silaha za Bwana. Lakini Bwana anataka tuzivae silaha. Bwana sifiwe sana. Silaha hata kama hautafight, hata kama hautapigana, lakini umevaa silaha, bado unapopita mahali unaogopewa. Bwana sifiwe sana. Silaha, Bwana anasema basi simameni mkiwa mumevaa silaha zote za Bwana. Usivae silaha nusu, vaa zote na baadaye usimame. Bwana sifiwe. Yaani huvai zile silaha alafu uketi chini, hapana, usimame. Bwana anataka baada ya kwamba umevaa silaha unasimama. Haleluya. Vita tulivyo navyo vingi si vita vya makonde, lakini vita vya kiroho. Tukipambana na pepo
Kuna watu ambao wanapokuwa wamelala wana fight, wanapiga nduru, wanaumizana huko rohoni, na ni kwamba anaumia kikweli. Hata katikati yetu kuna mtu ashalala usiku na akaota amepewa bunda la pesa, mpaka akasema nimemaliza shida, na akiamka asubuhi ni maskini yule wa mwisho. Nina habari njema na wewe, ni kwamba kule ulimwengu wa rohoni ni kweli hilo bunda uko nalo, lakini huko ulimwengu wa rohoni kuna mkuu wa wajami ambaye yeye huzuia. Kuna mkuu wa vita, kuna mapepo wabaya. Ulimwengu wa roho wanazuia asipate huyu. Haleluya! Vitu vibaya hufanyika ulimwengu wa rohoni, alafu baadaye vikadhihirika ulimwengu huu wa kawaida. Bwana sifiwe sana. Mimi nishaona kwa macho yangu haya mtu akiwa anaapiza kwa maneno peke yake, amepanda maembe yake barabarani, na ile maembe yameanza kuiva na hataki nayo, na akaamua ayawekee kiapo, na akasema yeyote yule ambaye atakula ya maembe bila ruhusa yangu na ashikwe ni upende mpaka nimjue. Na akapamwaga maji akaondoka. Na baadaye vijana wa mtaani wakaanza kuyashughulikia maembe, na wakashikwa na upele mtaa mzima. Kwa sababu gani? Hakuna aliyemgusa. Lakini una ulimwengu wa rohoni kulikuwa kumechafuliwa tayari, na hivyo ndivyo ilivyo hata leo. Kuna mtu analala na anaota kwamba analia, na anaamuka bado analia, na baada ya muda mchache analia kweli. Ni kitu kimefanyika ulimwengu wa rohoni, na vitu vingi huwa vinafanyika ulimwengu wa rohoni, alafu vinakuja kwa asilia baadaye. Kwa hiyo unaweza ukavitekua ulimwengu wa rohoni. Bwana zifiwe. Mpe Bwana makofi mazuri. Vitu vinaharibika ulimwengu wa rohoni, vitu vinaharibika. Mama mmoja akawa na mtoto wake wa kike tu mzuri, na akakuwa na siku moja baba wa nyumba alikuwa hayuko, wanafikiria ameenda vibarua vya mbali kidogo, na akawa akilala akaota yule mtoto amezaa, na alipozaa kale katoto akaona kamekufa, na akaanza kulia, na watu wakaja, akasema ulimwengu wa roho nimeona, na akaambiwa basi tunaweza tukegeuza kwa jina la Yesu. Haleluya! Leo hii kuna mambo ambayo umeyaota na unaweza ukayabadilisha kwa ulimwengu wa rohoni. Nasema vita vyetu si vya damu na nyama, vita vyetu ni vya rohoni. Tunapigana na majaya, vizee vya mifupa migumu, ndio tunapigana navyo. Kwa hivyo hivi hatutaviweza, lakini kwa ulimwengu wa roho tunaviangusha kwa jina la Yesu. Haleluya! Lazima tujifundishe kuzivaa zile silaha. Hauwezi ukaenda vitani kama hauna silaha. Unapoenda vitani lazima uwe na silaha. Bwana sifiwe sana. Silaha
tunapigana na wakuu wa giza hili. Kuna wakuu, watu ambao wanamiliki na kuzuia hata riziki za watu. Kwa hivyo unaigeuza. Bwana sifiwe sana. Na hautaigeuza kama haujavaa zile uniform. Ni lazima uvae zile uniform. Nyakati za Biblia, kabla neema hii ishuke, kuhani alikuwa anavishwa na ifera na anavishwa vazi la kikuhani ili aingie patakatifu pa watakatifu, na mguuni mwake awe na nyororo amefungwa, maana kifo chaweza kikatokea. Kwa hivyo afungwe kamba, lakini Roho Mtakatifu alipokuja ile kamba ikaondolewa. Haleluya! Kamba ikaondolewa. Sasa vazi ni Roho Mtakatifu. Unapokuwa na Roho Mtakatifu, hilo ni vazi. Bwana sifiwe. Na hilo vazi huwa linajulikana. Bwana sifiwe sana. Vazi linajulikana. Wakivaa zile uniform zao, unajua huyu ni Kenya Police, huyu ni fulani, huyu ni jeshi. Wanajulikana zile nguo zao. Na ndivyo ilivyo hata ulimwengu wa roho, wanajulikana. Ile vazi ambalo wamelivaa linajulikana. Kile akipita anajulikana, huyo ni mananga, huyo ni mananga anapiga za juu. Mwingine huyo ni mwana maji, mbaya huyo mwana maji. Huyo wewe chikapu, huyo wewe mbaya sana huyo. Wanajua. Bwana sifiwe sana. Wanajua. Na inafaa usivae. Ndugu yangu, ili uvae vazi hili, ndani yako kusiwe na dhambi. Bwana sifiwe sana. Nataka nimalizie na kusema maneno rahisi sana. Dhambi itakufanya hata ukivaa lile vazi ama uvaa hizi silaha na ndani yako kuna dhambi, hazitakusaidia. Itakuwa kama askari mwingine kule kwetu alikuwa anaitwa Minyendo. Minyendo alikuwa ni Kenya Police na alikuwa na uniform zake, lakini zimechafuka, maana ni mlevi sana. Na analewa na watu kunambia takushika, kanatandikwa hivi pale, kanalala popopo. Maana ni kweli, lakini anajulikana hali yake ni mbaya. Dhambi peke yake hiyo inafanya tukose kuwa na confidence. Dhambi ni mbaya. Dhambi ndio ambayo unaposimama na kuinua dua yako, ile dhambi inasimama pale mbele yako. Haleluya. Amen. Na kuna watu ambao walitenda dhambi zamani zao, na zile dhambi hazikuondolewa, zile dhambi zimefunikwa. Nina habari njema na wewe. Unapoficha dhambi, unaficha asidi, na asidi itakuchoma matumbo. Dhambi huwezi ukaificha. Dhambi itakuumiza. Wengine wako na dhambi hata za miaka 30, miaka 40, miaka 50. Yeye alitenda dhambi, lakini bado hajaifunua ile dhambi, anaificha. Na ndio sababu mara amekwama kimaisha, mara misongo ya maisha imemujia, kwa sababu kuna dhambi. Haleluya. Mpe Bwana sadaka nzuri ya makofi. Nikupe habari ya zamani kidogo uielewe. Bwana sifiwe sana. Amen. Zamani zetu zile za miaka ya 70 pale, kulikuwa kuna kitu kinaitwa revival.
kulikuwa kuna nguvu za Mungu makanisani. Hakukuwa na mchezo, kulikuwa na nguvu za Mungu. Sasa zamani zile nilikuwa nikiona mtu akienda na matatizo anasema, mimi niko nyumbani kwangu na homa, sigui mgongo. Alikuwa anasema mgongo kupasua. Sasa ikawa na shida, unapasua vipi? Mgongo kupasua, situlii, na mtoto fulani pia ana shida hiyo. Yule pasta wa siku zile nilikuwa nikimsikia anasema, kuna dhambi gani ulifanya? Na yule mtu atasema hakuna dhambi, yule pasta atamlialia mpaka aseme ile dhambi ambayo alifanya, na kama hatasema dhambi aliyoifanya hataombewa na ile shida ataendelea nayo. Lakini atasema, sasa walikuwa wakisema mimi nilishindwa kidogo nikala kumbaku lakini sili tena, anaambia basi hiyo kumbaku hiyo ndio imeleta hizi shida zote. Sasa tutubu kwanza, anaombewa, anatubu ile dhambi aliyoifanya, alafu anaombewa na hizi shida zingine zote zinaondoka. Bwana sifiwe sana. Amen. Lakini ile neema ile ikapita, hakuna tena neema hiyo, na hakuna tena maswali kama hayo. Kwa hiyo kama ni dhambi unaishi nayo maishani mwako, na siku zote itaondoka na itakufungia milango ile dhambi. Haleluya. Amen. Toba ya kweli, toba ambayo unapoipata inakufungulia njia na milango, ni ile toba ambayo unasema, Pastor, nimekuja niko na dhambi. Bwana sifiwe. Amen. Nikiwa form 2, form 3 nilizini na sijatubu hiyo dhambi, lakini nimeokoka sana, nampenda Yesu, lakini niko na dhambi. Sasa yule pastor akuombee ile dhambi uliyofanya ukiwa standard 7, standard 8, form 1, form 2, college. Hiyo dhambi inaposamehewa, sasa unaanza kuishi maisha mengine mapya. Biblia inasema hata imekuwa moto akiwa ndani ya Yesu, ya kale yamekwisha na tazama yamekuwa mapya. Kawaida ya kuokoka, moto hubadilika. Ili abadilike, ni ile dhambi ya asili itolewe kwanza. Amen. Bwana ziviwe. Kuokoka si kuja kanisani tu, ni ile dhambi ya asili itolewe. Mtu kama Grace akae akijitafakari, na jue ya kwamba nikiwa mtoto labda nilikuwa natembea kama zangu. Mama anapoondoka pale nyumbani, unamwangalia mpaka unamwona amepotea, unashangilia, unaingia ndani kwa kuku, unachukua mayai matatu unayakaranga bila ruhusa. Ni wizi huo, na unajua kabisa uliiba. Lakini maana uko kanisani unajifanya nganga na Bwana anajua, hajui. Hiyo dhambi itakuzuia, na hiyo dhambi itaruka kwa watoto wako. Bwana sifiwe. Hiyo dhambi itaruka kwa watoto wako. Siku moja uachie mboga, wachukue mayai na wapige. Wewe si ulipika na kutubu ile dhambi bado iko hai, haijakufa ile dhambi. Wapige mayai, wachukue unga wa ngano, watengeneze pancake haraka, wale na wapamse midomo. Hiyo ungeko wapi? Si ni dhambi ya asili. Kwa hiyo dhambi peke yake ndiyo kitu ambacho kinatufungia milango. Dhambi ya asili, dhambi ya asili, na dhambi huleta hasara. Bwana sifiwe. Amen. Hakuna dhambi nzuri, kila dhambi ina hasara. Sasa kabla upate hasara, tubu
tubu hiyo dhambi, tubu hiyo dhambi na utoka watoto wako kwa jina la Yesu. Haleluya. Dhambi yako ndio hiyo ambayo unapoenda mbele za Mungu, ile dhambi inasimama pale na haijafutwa. Ni wewe uikiri, useme mimi ndio nilifanya, nataka toba, toba ya kweli. Biblia inasema ungameni dhambi zenu na kuziacha, na Mungu wa rehema atawarehemu. Mungu humrehemu mtu ambaye anatubu dhambi yake. Bwana sifiwe sana. Dhambi ya asili ndio kitu ambacho kinatuumiza sisi. Dhambi ya zamani unaona ni aibu kuisema, lakini ndio uiseme ndio ufunguliwe, ama sivyo itakuzuia. Shetani anaitumia kama silaha. Wakati Bwana anataka kuachilie baraka, shetani anasema si unakumbuka jamaa akiajiriwa kazi, bosi wake anakumbusha na kweli hiyo dhambi hajetubu jamaa, ile baraka inaregeshwa. Haleluya. Amen. Wakati mwingine unalia, Bwana, Bwana, Bwana wa huruma na kuhurumia, na anachukua kupatia. Sasa ngoja. Juzi alikuwa anaenda hapa sokoni hapa, uliona vile alifanya. Hiyo si sawa, hata afa kubarikiwa. Mungu anaona ni kweli ile dhambi haijatubu, inaregeshwa. Haleluya. Biblia inasema yako mambo ambayo Bwana amewaandalia. Kuna mambo yako mazuri Bwana amekuwekea, ambayo jicho halijaona wala masikio hayajasikia. Mambo haya Bwana ameandaa kwa ajili yako. Bwana anakungojea utubu ili aachilie mubaraka huo. Haleluya. Bwana sifiwe. Nyakati zile za zamani zetu, naona za masiri za ujinga ama ndio kulikuwa mzuri, lakini watu walikuwa kuulizwa, sema. Mwingine nilisikia siku moja anasema, mimi nimekuja pasta, nina shida, ndugu zangu zimepotea zote, hakuna dhambi umefanya. Akasema sina dhambi. Akamwambia ndugu, sema tu, kama kuna dhambi sema tu. Yule jamaa akakangumu kidogo, lakini baadaye akasema, juzi nilikuwa natoka huko na mbuzi zangu, nikapita kwa jirani yangu, nikaona nazi mbili zinaanguka, nikachukua ngera kupikia mboga. Kama ni dhambi hiyo ndio imepoteza mbuzi. Tubu. Na alipotubu, asubuhi yake vijana wakaregesha mbuzi, kwa wanasema zilala kule kwetu, sasa tumezileta ni sawa, akapata. Kwa hivyo wakati ule dhambi ndio ambayo iliwaletea matatizo, na kwa kutubu dhambi milango ikafunguka. Haleluya. Na ndipo ilivyokuwa hata kwa wana wa Israeli. Biblia inasema wana wa Israeli walipotenda dhambi Mungu wao, Mungu aliwatia mikononi mwa Wafilisti kwa muda wa miaka 7. Unapotenda dhambi, Bwana hukutia mikononi mwa adui na ukapepetwa sana. Bwana sifiwe. Amen. Kwa miaka 7 wana wa Israeli wanalima mashamba na kupanda mbegu, lakini wanaovuna ni wengine, na hata kile kidogo wanachoipata wanakula kwa kujificha. Kwa sababu gani? Ya dhambi. Na wakamlilia Mungu, na Bwana akamtumia Gideoni, akamwambia sasa vunje hiyo madhabahu na mumwinulie Bwana tena madhabahu. Bwana sifiwe sana. Dhambi hufanya mtu akawa mateka. Dhambi hufanya mtu akawa amefungwa. Yeye si mtu huru, hana uhuru kabisa, amesetwa na miseto fulani. Lakini anapotubu, ile dhambi inapoondoka, anakuwa mtu safi tena mzuri kabisa. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Mchana wa leo hili neno umelisikia kwamba hapa Mkwatani ama Mombasa
kuna majitu na mapepo ambayo wanarudi ulimwengu wa roho, na ni tufae silaha ambazo tutashindana nao, tutapambana nao, lakini hawatatuweza. Na hizo silaha zinavaliwa ni mtu ambaye ameokoka, ametubu dhambi, haitaji dhambi ndani yake. Anapovaa silaha hiyo, anaweza akapita mahali popote. Haleluya, Bwana sifiwe sana. Ndugu yangu, nimeongea Kiswahili, kila mtu anajua maisha yake vizuri, unajua kile ulichokifanya ni nini, lakini ukweli ni kwamba ili kuwe na udhaifu maishani mwako ni dhambi. Sauli alipoenda vitani, wakawa wamesema tufunge, tusile, tusiwe kwa siku 3 tupambane na maadui zetu, na wakawa wanaendelea kuwaangusha na kuwapiga. Lakini Jonathani akazidiwa na njaa, akaona asali, akaigusa na ncha ya buki na akaramba, na wakaanza kupigwa na maadui. Sauli akasema, ni nani kati yetu ambaye amefanya dhambi? Na pakawa wamenyamaza, na baadaye Jonathani akasema, mimi nimeramba asali, na akatubu, na vita vikaisha. Vita vyako na matatizo yako yataisha baada ya dhambi kuondolewa. Haleluya, oh haleluya, we glorify your name, oh haleluya. Bwana sifiwe sana. Kuna misemo imetokezea siku hizi ambazo ni siku za mwisho, siku za hatari. Mafundisho ya uongo yamejaa, manabii ya uongo wamejaa, na wanadanganya watu wengi sana, na wanakuambia mambo mengi. Uvunje madhabahu, lakini uweze ukavunja madhabahu kama bado hujatubu ile dhambi yako. Ni mpaka tubu ile dhambi ndio uweze kuvunja madhabahu. Kuna mambo mengi yametokea, walimu wa uongo wamejaa, wametokezea, wanahubiri uongo. Lakini nataka nikwambie wewe mtu wa Mungu, jenga uhusiano wako na Mungu. Bwana atakukumbuka. Yaweza kuwa unayo matatizo kama wanadamu wengine, lakini unaposimama kuitetea kweli ya Mungu, kuna siku inakuja na furaha yako itakurudia kwa jina la Yesu. Kumbe Bwana sadaka nzuri ya makofi. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Muda mwingi nalipotea, sikufahamu msalaba wala aliyenifilia kwa Kalvari. Haleluya, rehema bure na neema, samahana nalipewa, ipo alipolipugua kwa Kalvari. Haleluya, rehema bure na neema, samahana nalipewa, ipo alipolipugua kwa Kalvari. Haleluya, neema bure na rehema. Oh hallelujah, oh hallelujah. It's a free, it's a free, it's a free, this is a free. Ni bure, ni bure, rehema ni bure, ni bure, ni bure, ni bure. We are not paying for this. Ishalipiwa rehema hii na rehema, ila kwa msamaha peke yake. Maneno haya naamini unaweza kukosa kusikia muda mwingine tena, lakini leo umeyasikia.
Leo maneno hayo umeyasikia na unajijua vizuri kabisa, na unazijua zile panda shuka ambazo unazipitia, na unajua hujavaa silaha za Mungu, na ndio sababu unapepetwa sana. Wewe kila kupepetwa ndio unawekwa ukutani. Umeona maisha yako vile anakaaga hayakai vizuri, ni kwamba kila wakati vita vinavyoinuka mpaka usipelekwe ukutani, ni kwamba si kuzuri. Wewe ni mtu umepotea, haukujua msalaba, lakini leo umejua msalaba ni asili ya mema. Hapo ndipo watu ambapo wanaenda wakitua mizigo yao. Iko asili ya mema, iko asili mahali ambapo wale wenye dhambi wanapofanya dhambi zao, kuna mahali wanaenda. Ni wapi hapo? Ni pale msalabani. Hapo ndipo ambapo wanasamehewa na wanaanza mambo mapya tena, na kuandika leo njoo kwake, na kuandika wewe usiogope, wewe usiangalie yoyote, wewe nenda kwake. Beba mizigo yako, beba mizigo yako, nenda kwake. Mwambie Bwana, nimekuja mimi, nina dhambi ya asili, naomba initoke. Bwana ni mwaminifu, yeye ataitoa. Jamani, kuna asili, kuna mahali kwa zamani, kuna mahali ambapo watu waliofanya dhambi walienda hapo na wakapona. Si kwamba hakuna mahali kuna suluhu, si kwamba hakuna jibu. Jibu liko tangu zamani. Kuna mahali ambapo mtu anapojiona kwamba niko na dhambi, kuna mahali ambapo watu wanaenda, na wanapoenda huko wanasamehewa, ni msalabani. Oh, haleluya. Msalaba ndio asili ya mema, nikatwiwa mzigo hapo, nina uzima, furaha daima, njoni kwa furahi. Msalaba, msalaba ndio asili ya mema, nikatwiwa mzigo hapo, nina uzima, furaha daima, njoni kwa furahi. Simama na miguu yako kwa jina la Yesu. Ndio asili